wanaume kwa kweli. Yes, yani hilo lazima tukubali. Tumecheza na timu yenye kiwango bora sana. Na lazima tukubali wenzetu leo walikuwa bora, hilo halina upinzani, lakini sisi ndio magwiji na makontawa haya mashindano. Tunajua tunacheza vipi mpaka kufikia malengo yetu. Lakini kwenye swala la ubora, kwenye mechi ya leo, wenzetu walikuwa bora zaidi. Ni vile tu tulimuwahi kwake na kwetu tunaweza kupata goli kupitia mkwaju wa penalty na wao kaja kurudisha kupitia mkwaju wa penalty. Kwa hiyo swala la sisi kufuzu kwa njia ya sare, hilo sisi alitusumbua. So mara ya kwanza tulishafuzu kwa njia ya sare wakati tunacheza na Power Dynamo. Yes. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida. Tukubali tu leo wenzetu walikuwa kwenye kiwango bora. Huo ndio ukweli ambao hauwezi kupingika. Yeah. Pengine ile X factor ambayo mwalimu kocha Fadu alikuwa anasema inakosekana kwenye eneo la ushambuliaji. Hiki kilichotokea leo pengine unaona ile X factor imekosekana? Nafikiri mtakuwa mnamkosea sana Ahoua kwa sababu ni mchezaji ambaye kwenye ligi yetu ndio mchezaji ambaye anaweza katika timu yetu anaweza kuassist na kufunga. Sijui unanielewa. Kilichotokea leo ni mchezaji yoyote duniani anaweza kufanya. Walishatokea kina Ronaldo, washafanya kina Osman, washafanya kina Messi. Ni kitu cha kawaida. Ni vile tu sisi tulikuwa na pressure kwa sababu alitufanya roho zetu zidundie nje kidogo ya mahali pake kwa sababu nilikuwa naona kama roho inataka kuchomoka hivi. Ilikuwa dundia wapi? Ina hen. Ushai kutoka jasho baharini. Baharini sikuna baridi. Mimi nilikuwa naona joto. Ile nyuzi joto 60. Mimi ndo nilikuwa naiona. Kwa hiyo binafsi niseme tu leo hakuwa kwenye kiwango bora licha ya kusema kwamba alikuwa amepata nafasi za wazi kabisa angeweza kuzitumia. Kikweli tungekuwa tunaangalia mpira huku tunakula popcorn, tunaagiza hata na samaki pale kwa Aslay, tunabonya, tunaenjoy. Lakini kikweli pia mpira una raha yake kuangalia ukiwa na pressure kidogo. Leo nimefurahia kipenga cha mwisho. Na nimekipenda. Vibaya mno. Wale jamani hatari. Yaani mapigo ya moyo yalikuwa yanapiga tofauti na ambavyo yanapiga kawaida. Hata mtu ambaye pressure imepanda. Mimi nafikiri nilikuwa sijui nisemeje lakini hali yangu ilikuwa mbaya. Sasa hivi imetulia lakini. Tumeshapita kwa mbali lakini bado ipo. Kule kutetemeka kupo. Na nimesweat kweli. Yaani kama mwamuzi angeongeza dakika moja basi tungesema mengine au bwana. Sawa, licha ya performance ambayo tumeishuhudia hapa leo lakini mechi ilikuwa ni ngumu sana. Papai yule. Ndio, lakini kuelekea kwenye hatua inayofuata, yes. Haiwapi pressure yote kama leo mchezo ulikuwa hivi? Nafikiri hii ni kawaida ya Simba. Yes. Kadi ambavyo sisi kama Al Ahly tu. Kadi ambavyo tunasogea ndio ubora wetu unaendelea kuongezeka. Yes, kwa hiyo mimi sina pressure yoyote. Nishasema sisi ndo makontawa in town, madoni donien wa haya mambo. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika ni kuisumbua tu mahakama. Lakini kifungo kilikuwa kiko pale pale. Yeah. Umeziona dakika 90 za namna gani hasa? Usimalizie swali. Za Morris. Abraham ni mchezaji mzuri sana. Ni mchezaji mzuri sana. Mimi ni mmoja ya shabiki yake. Amemweka Kibu benchi leo. Yes, unajua mpira ni mchezo wa wazi sana. Morris Abraham mechi ya Fountain Gate alionyesha kitu ambacho sisi kama mashabiki tulitamani mpira usiishe. Tunamuona Luis Jose Miquissone. Yes. Karejea Simba tena. Hata mtangazaji badala ya kusema Morris anasema Miquissone. Mamangu hujamsikia? Anasema Miquissone. Sijui unanielewa? Tunamuona Luis Jose Miquissone ambaye yupo ndani ya Morris Abraham. Kiukweli Mwenyezi Mungu atutunzie Morris Abraham. Lile ni tegemeo letu. Yes, ni mtu ambaye ametufanya wana Simba tuone miongoni mwa watu ambao tumesajili ukiachiana na yule wetu ni Conte au Kante. Yule wako ni Kante. Sana Kante. Ukimtoa Kante, ukimtoa Nabi Kamara, ukimtoa mchezaji nani? Rigo. Shine Rock. Huyo Rocky. Huyo The Rocky huyo. Ukimtoa miongoni mwa sajili bora ambao tumefanya ni Morris Abraham. Apate nafasi aonyeshe ubora wake. Sasa mtoto hajachezea hapa Tanzania. Mtu kakulia Ulaya huko. Ulaya. Na ana mechi 2 tu. Vipaki fulani vya kiulaya ya mbele. Kiukweli tunajivunia yeye. Ni umri mdogo lakini mambo makubwa. Hii timu ambayo mmecheza nayo leo,
mara papo wangepewa wapinzani wenu. Wasingetoboa. Yule kocha Oktoba asingetiki yule. Unasema kweli? Mama yangu nakwapia, kocha Oktoba asingetiki. Hamna kocha pale, kuna madevu tu. Hakuna, hawana kocha. Mbona wanajivunia wanasema bwana yupo? Na uzuri ni kwamba kwenye mioyo yao wanajua. Na ndo raha ya hizi huu mpira. Yani wao wanaujua. Yes. Ni vile tu hawezi kutoka hadharani. Unajua miongoni mwa mashabiki ambao Mwenyezi Mungu ametujalia akili ni mashabiki wa Simba. Sisi ni mashabiki ambao kocha akituzingua tunamwambia. Sisi ni mashabiki ambao mchezaji akizingua tunamwambia. Lakini wao ni watu ambao wanakumbatia misumari ya moto. Lazima tu itakunguza. Pikipiki yangu sije ikaibiwa. Sawa, kwa unavyomuona lakini kwenye hii michuano ya Champions League, hatua ya makundi atafika. Yule acheki na wote. Acheki na wote yule. Yuko serious. Unajua sisi nikwambie kitu kimoja. Yule acheki na wote anabebwa na timu. Na mimi nina ubora wa wachezaji mmoja pale. Okay. Lakini la sivyo. Kwa sababu ile timu ambao wamepewa wao. Wangepewa hii timu. Wangeomba na kusali. Kiukweli leo nimeamini Mungu yupo. Hivi kwa mfano yule nyewe hawafai kweli? Si mnatafuta kocha, yule hawafai. Simpo sokoni yule. Kwani yule ni kocha? Kocha yule dalali tu, mzugaji tu. Yule mpiga hela tu. Yule mpiga hela tu kaja kupiga yule winga tu kama Cox dada yao basi. Sasa yule na Cox wana tofauti gani? Yule na Cox yule winga wakaliako wana tofauti. Ya ipi bwana hata CV inatengenezwa tu. Wewe ndio unaweza kutengeneza CV yako ukawa kocha. Sasa yule ni kocha. Yaani yule akija Simba pale acheki na yoyote. Yule ni muuzani, yule ni kama misomisondo. Sasa akija pale anakasirika? Na nini? Anakasirika na kuko serious. Bwana mimi nisikilize. Yanga wana wachezaji wazuri moja. Wataje jina bwana. Mimi ni mtu wa mpira. Mimi ni mshabiki wa Pacome Zouzoua. Mtu wa mpira huwezi kumkataa Pacome. Ni mchezaji mzuri sana. Wale jamaa Pacome siku wakiumwa, mama yangu hawatoboi. Na kwa pia kuna Dumbia pale. Huyo Dumbia toka haja afanya nini? Yaani unaona wachezaji wao waliosajili. Ukienda kwenye peji ya Lance Rafael, utasema huyu mchezaji hata baharini anacheza. Njoo sasa uwanjani. Kuna yule mchezaji wao anasema ni manufacturing sijui nini vya uchambuzi. Yaani wachezaji wa Simba leo si au akakosea ataandikwa makala 8. Ila yule mchezaji wao anaitwa nani yule mchezaji anasuka mshambuliaji anapiga minazi. Sio Andibueli. Huyo yule jamaa toka nianze kumuona yeye ni kudungua minazi tu. Mipira yake yote anabutua. Ila wa kwetu ni wabaya, hawana kiwango, si ndio? Yule bwana Ansi Rafaeli mwambieni afanye kazi. Kwa sababu kuna namna sometimes anakera. Maema alisema sijaona kitu hapa, hamna chochote. Haya, akaja yule bwana Dungwa Nazi. Muda wote anapiga juu. Anaanza, yani huyu akipata muda vile tu hajazoea, timu ikiwa ina switch, inaenda round about, ina big mix screen to the people, is come here the football, atakuwa mzuri. Ila wa Simba yule ni mbaya, hakuna kitu, hatujaona kitu. Jamani, sawa mna timu zenu, basi jaribuni kubalance shobo. Wajaribu kubalance shobo. Ndo anafanya mpaka sasa hivi watangazaji wote wa mambo wakasome. Wachambuzi nani anavuta ungada? Sawa, lakini tumzungumzie Nabi Kamara, ubora ambao amekuwa kiuonyesha. Nabi Kamara si beki wetu? Wa kwenu huyo. Atakuwa wapi tena? Si yule ananyoa hivi? Na ana vindevu fulani hivi huko kwa vishevu. Wewe utakuwa na mmendeo. Unasema ana vindevu. Pikipiki yangu. Kamara ameumia. Kamara pimpin. Sawa, Yakubu si upo, si ni golikipa mzuri tu. Zile save ambazo amezifanya. Kamara, hiyo ni kawaida yake Kamara. Yani sasa unauliza embe kibada, yanaanguka bila upepo. Yani sasa unauliza makofi polisi, utapigwa tu. Kwa kinanukaje? Yani kwa hiyo wala uwezi kuna nio. Nini tena?